Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo tuliokuandalia kwa habari mbalimbali. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan ambaye nitakusomea habari za kitaifa, kimataifa pamoja na habari za biashara na uchumi. Karibu. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu hadi Julai 1 mwaka huu kwa ajili ya kusubiri mkurugenzi wa mashtaka DPP kupitia jalada la kesi hiyo ili kuona kama iende mahakama kuu ama la. Saidi Makala anatujuza. Hatua hiyo inatokana na upande wa mashtaka kuomba hairisho mbele ya hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga, ambapo wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga amesema jalada la kesi hiyo lipo kwa DPP na analipitia na kisha atatoa taarifa kuhusu upelelezi ulipofikia na kama kesi hiyo iende mahakama kuu au hapana. Baada ya kueleza hayo, hakimu Kiswaga amehairisha kesi hiyo hadi Julai 1 mwaka 2025, ambapo kesi hiyo iliitishwa leo kwa ajili ya kutajwa. Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, ambapo siku hiyo kwa nia ya uchochezi aliushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, huku akitamka na kuandika maneno ya kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Juni 2 mwaka 2025, upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa jalada la upelelezi lilikuwa limeshawasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP, lakini baada ya DPP kulipitia alibainisha kuwa halikuwa sawa na hivyo alirejesha tena faili hilo kwa upelelezi ili kufanyiwa kazi eneo hilo. Kutokana na taarifa hiyo, kiongozi wa jopo la waendesha mashtaka wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga aliomba mahakama itoe uhairisho mpaka tarehe nyingine. Saidi Makala, Channel 10. Watu zaidi ya 220 wameuawa katika mgogoro unaoendelea kati ya Irani na Israel, huku mashambulizi yakiendelea kati ya mataifa hayo. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameapa kwamba nchi hiyo itachukua hatua kali ya kujibu wimbi jipya la mashambulizi yaliyofanywa na Irani katika miji ya Tel Aviv, Haifa na Jerusalem usiku wa kuamkia leo huko Hezbollah. Katz amesema kupitia ujumbe aliyouandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba wakazi wa mji wa Tehran watalipa hivi karibuni gharama ya kilichofanywa na serikali yao, huku akimuita kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei kuwa dikteta aliyegeuka muuaji muoga anayewalenga raia nchini Israel. Jumla ya Waisraeli 23 wameuawa tangu Ijumaa kufuatia mashambulizi ya Iran. Mashambulizi ya Irani ni ya kulipiza kisasi baada ya hapo Ijumaa Israel kuanza kuyashambulia maeneo kadhaa nchini Iran, vikiwemo vinu vya nyuklia, miundombinu ya nishati, maji na hata makazi ya raia, ambapo zaidi ya watu 220 wameuawa, wakiwemo wanawake na watoto, maafisa wakuu wa kijeshi pamoja na wanasayansi kadhaa. Wananchi na wadau wa maendeleo mkoani Geita wameiomba serikali mkoani humo kuwakamata na kuwachukulia hatua kali baadhi ya watu wanaoendelea kuwatumikisha watoto katika shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu migodini. Tupate taarifa kamili. Shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu licha kuwa na umuhimu kiuchumi, lakini imegeuka mwiba mchungu kwa watoto. Wakizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto Afrika katika viwanja vya Sabasaba wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, baadhi ya wananchi na wadau wa maendeleo wamesema bila serikali kuchukua hatua za maksudi itakuwa ni hasara kwa taifa. Elimu hii iboreshwe kuanzia ngazi ya kaya, familia, lakini na jamii kwa ujumla, zishirikiane na mamlaka husika ili watoto waache kutumikishwa katika maeneo hasa ya machimbo. Tunatamani kumuona mzazi akiwa ni kiungo pekee
cha kuhakikisha kwamba mtoto anajulikana yuko wapi, anafanya nini na yuko na nani. Katika risala ya watoto hao imeeleza kuwa migogoro ndani ya familia imekuwa sababu watoto wengi kutopatiwa haki za msingi, huku wengine wakitelekezwa, hali ambayo inafanya wengi wao kukimbilia migodini. Tunaiomba serikali iendelee kuwachukulia hatua kali za kisheria. Tumeweza kufikia mafanikio mengi na ya kujivunia kwa ushirikiano wa karibu sana na wadau wa masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto tulionayo. Mkuu wa wilaya Nyang'hwale Grace Kingalame kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ametoa msimamo wa serikali. Twendeni tukafanye kazi kwa kutafsiri mabango na risala yao, na niwatake kwenda kuyafanyia kazi kuhakikisha watoto wanapata haki zao za msingi, lakini wanalindwa na kusikilizwa. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadiq. Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, zaidi ya watoto 50 wa mtaa wa Kihimbwa, kata ya Boma, manispaa ya Morogoro, wamekutanishwa na kupatiwa elimu ya ukatili, umuhimu wa lishe bora pamoja na stadi mbalimbali za maisha. Jimmy Mengele anaarifu zaidi. Joyce Paulo ni mwenyekiti wa mtaa wa Kihimbwa. Amesema watoto wanapaswa kupewa elimu ya kujitambua ili kuwa jamii ya taifa lenye watu wenye kujitambua. Tumeweza kutoa mafunzo ya kujitambua, tumeweza kutoa mafunzo ya ulinzi na usalama wa mtoto, tumeweza kutoa mafunzo ya jinsia. Lakini zaidi ya yote tumetoa mafunzo ya lishe bora kwa kuzingatia vile vyakula vya aina 5. Lakini zaidi ya hapo tumeweza kupika uji wa lishe, kuwaonyesha watoto jinsi gani ya kupika uji wa lishe, na uji wa lishe umekusanyika na virutubisho vya aina gani. Kwa hiyo sisi kama mtaa wa Kihimbwa tumeweza kuwakusanya watoto wasiopungua 50 kwa ajili ya kuwaweka pamoja, na maana kubwa ni kuwaweka pamoja, kuwashirikisha ili waweze kutambuana, ili waweze kujua umuhimu wa kuenzi siku ya mtoto wa Afrika, hasa ukizingatia wale watoto wa South Africa waliouawa wengi kwa ajili ya kukataa ukandamizaji na ubaguzi wa rangi. Ili kuwa na watoto wenye maadili mema na wanaojitambua, jamii bado inaamini mtoto anapaswa kulelewa na jamii nzima. Kuwapa haki zao, kuwapa elimu mbalimbali ambazo wao waweze kujitambua na kutambua haki zao. Unajua katika dunia sasa, kutokana na mwenendo ulivyo, tukimjenga mtoto katika mazingira ya umri mdogo kujitambua na kutambua haki zake ni zipi, hapo mbeleni atakuwa mtu mzuri na atakuwa kioo katika jamii. Mtoto ni wa jamii nzima, na ndio maana leo tumekutana na wanamtaa wote ili watoto waweze kufahamiana na jamii, tuendelee kutambuana kama jamii. Mtoto anatakiwa kulelewa na kila mmoja, ndio maana tunakutana. Kwa kweli tunapinga kabisa kusema mtoto ni wa mmoja, kwa sababu mtoto, wewe mzazi kama mzazi huwezi kulea mtoto mwenyewe. Mtoto ni wa jamii, na ndio maana wanasema mtoto ni wa serikali. Ukatili wa kijinsia ni mambo ambapo mtu unamfanyia mwenzio kitendo ambacho sio, kitendo kibaya ambacho mwenzio unaweza kumdhuru, na watu ambao wanafanya hivyo waache. Wale ambao hawajui kuhusu ukatili wapatiwe elimu, wajue ukatili nini. Na wale ambao wanafanya ukatili wa kijinsia, mfano kuua, wanamkataa mtu kwa sababu ya rangi yake au udogo wake, jamani tuache haya mambo. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Baadhi ya watoto mkoani Mara wameiomba serikali kuchukua hatua kali za kisheria kwa wazazi na walezi wanaofanya ukatili kwa watoto, hususan wenye ulemavu, ikiwemo kuwaficha ndani kwa kuogopa aibu, kwani kufanya hivyo ni kuwanyima watoto haki zao za msingi. Musa Makale anaripoti kutoka Mara. Ni katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Maadhimisho ya mwaka huu yaliyobebwa na kauli mbiu tulipotoka na tuendako. Kauli mbiu hii inayobeba dhana ya upatikanaji wa haki za watoto kuishi, kuendelezwa, kushiriki,
kutobaguliwa, na hapa wanaiomba serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wazazi na walezi ambao wamekuwa wakifanya ukatili dhidi ya watoto hususan wenye ulemavu. Naomba serikali iweze kufanya lolote ili kusaidia watoto wao, kwa sababu watoto wenyewe hawapendi kufichwa, ila wazazi kwa sababu ya aibu zile kwamba wana mtoto mlemavu ndio maana wanawaficha. Kwa serikali iweke strict laws kwa ajili ya kufight against hizo mila potofu. Wakihisi kwamba ulemavu ni kama laana fulani vile, lakini kwa wale wazazi wenye uelewa wajitokeze, watoe taarifa. Ndilo watoto wenye ulemavu ndio linatajwa kukumbwa na vizingiti vingi vinavyopelekea kushindwa kufikia ndoto zao na kutengwa. Ni aibu ya familia, ni aibu ya ukoo. Kuna vizingiti vingine, unyanyapaa. Mtoto mwenye ulemavu ananyanyapaliwa na jamii, lakini anajinyanyapaa mwenyewe baada ya kuona jamii inamnyanyapaa. Wazazi mmesikia? Msifiche watoto. Waleteni, tunao wadau kama hawa watoto watasaidika. Tulipotoka na tunapoelekea sasa hivi naona kuna mabadiliko kwa sababu wameshajitambua na hawafichi tena watoto. Kwa wilaya Tarime katika maadhimisho haya, mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Tarime, na hapa kwa niaba yake afisa maendeleo wilaya hii akiwasilisha ujumbe wa serikali anasema, hatutarajii kuona mtoto amefaulu kwenda sekondari alafu mzazi unashindwa kumpeleka mtoto wa sekondari eti kwa sababu huna uwezo. Kwa Tarime hilo halipo. Maadhimisho ya mtoto Afrika ni kumbukumbu ya mauaji ya watoto yaliyofanywa na utawala wa makaburu katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini mnamo mwaka 1976. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10 Plus. Ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza jana Jumapili iliinua ushauri wake wa kusafiri kwa Israel hadi kiwango cha juu cha tahadhari nyekundu, ikiwaonya raia dhidi ya wote wanaosafiri kwenda nchini humo. Tupate taarifa kamili. Hapo awali ofisi ya mambo ya nje ya Uingereza iliweka kwenye daraja la kahawia ikishauri dhidi ya safari zote isipokuwa muhimu. Mwongozo sasa umeboreshwa hadi kiwango chekundu ambacho kimewahimiza raia kuepuka safari zote. Uamuzi huo unafuatia tangazo la serikali ya Uingereza kwamba inapeleka vikosi vya ziada vya anga katika eneo hilo kama hatua ya tahadhari, huku kukiwa na mvutano unaozidi kati ya Israel na Iran. Hapo awali Iran ilitoa onyo kali kwa Uingereza, Marekani na Ufaransa ikisema kuwa italenga vituo vyao vya kijeshi na mali zao za kijeshi katika eneo hilo iwapo zitaingilia kati kuilinda Israel dhidi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa maelfu ya raia wa Uingereza kwa sasa wako Israel katika kukabiliana na kuzorota kwa hali ya usalama. Mamlaka ya Uingereza inasemekana kuandaa mipango ya dharura kwa uwezekano wa kuwahamisha. Esther Mtebe, Channel 10 Plus. Viongozi wa nchi wanachama wa kundi la mataifa 7 yanayoendelea kiuchumi duniani G7 wamewasili nchini Canada kwa ajili ya mkutano wa kilele wenye umuhimu mkubwa. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Mgogoro kati ya Israel na Iran ulichochewa na mashambulizi ya kushtukiza ya kijeshi ya Israel na mashambulizi ya kisasa ya Iran ulioshangaza viongozi wengi, na mara moja ukatawala ajenda ya mkutano. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais Trump wa Marekani wote wanafanya mazungumzo ya dharura na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wakilenga kupunguza mivutano, ingawa hali bado ya wasiwasi mkubwa. Katika taarifa iliyodhihirisha uzito wa mgogoro huo, afisa mmoja wa Marekani alithibitisha kuwa Rais Trump hivi karibuni alipanga mpango wa Israel wa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, jambo lililoonyesha jinsi hali ilivyo karibu sana kuingia kwenye mwelekeo wa hatari zaidi. Wakati huo Trump ameibua mjadala mwingine kwa kupendekeza Greenland iunganishwe na Marekani na kutoa matamshi yaliyowakera wenyeji wa Kanada. Waziri Mkuu wa Kanada Mark Carney alichagua kuvunja utaratibu wa kawaida kwa kutangaza kuwa hakutotolewa tamko la pamoja la mwisho, hatua iliyolenga kuepuka
kuonyesha migawanyiko mikubwa ndani ya G7. Sasa kutokana na msimamo ya Trump iliyothibitisha kuhusu biashara ya kidiplomasia, viongozi wa Ulaya wameamua kuzungumza naye moja kwa moja kwa lengo la kumshawishi asiweke ushuru mpya. Shabani Mpute, Channel 10+. Naam, vijana hapa nchini wametakiwa kujikita katika shughuli za ufugaji wa kisasa na wenye tija ili waweze kujikimu kimaisha na kujiongezea kipato. Taarifa ya Marieta Msembele inafafanua zaidi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wafugaji ambao wameshiriki maonyesho ya kibiashara ya kimataifa ya mifugo ambayo yamehusisha nchi 3, Kenya, Namibia na nchi wenyeji wa maonyesho hayo Tanzania, ambapo maonyesho hayo yamefanyika katika viwanja vya shamba la mifugo Ubena Zomozi, Chalinze, Pwani. Ndio nguvu kazi. Na washauri vijana kwamba wengi waingie kwenye hii biashara ya mifugo. Biashara ya mifugo inalipa, na ukizingatia Tanzania sasa tumekuwa na viwanda vya kusindika maziwa na jibini na kila kitu. Kwa hiyo viwanda vingi vinahitaji raw material, vinahitaji maziwa na nyama, na tumekuwa na masoko ya nyama ya kusafirisha nyama nchi za nje. Kwa hiyo na washauri vijana waingie kwenye hii sekta, na mabenki sasa. Onyesho ya Tri-Nation exhibitions hapa Ubena Zomozi kwenye shamba la Mbogo ni ng'ombe ambao tumewatoa sisi South Africa, lakini origin yao ni kutoka Zimbabwe. Wanatokana na ng'ombe ambaye anaitwa Sanga, na hawa tulionao hapa ni madume yenye miaka 2. Ni wamefanya vizuri sana kwenye maeneo yetu, na tunawashauri wakulima wengine pia waweze kuchukua mbegu hizi ambazo tumeshaanza kuzalisha shamba zetu zote 2 za Mtili na West Kilimanjaro kwa ajili ya kuweza kupata mbegu bora ya hawa ng'ombe. Lakini pia wito wangu kwa wafugaji wengine wanaoanza na wanaoendelea, watutembelee. Tuko pale West Kilimanjaro, tuko Iringa maeneo ya Mtili, lakini pia muda mchache au muda mfupi ujao tutakuwepo katika sehemu ya Madaba. Watutembelee, wapate hii mbegu aina ya tuli na waende wakabadilishe koo za mifugo yao. Pia katika maonyesho hayo ya kibiashara, shirika la TANESCO mkoa wa Pwani nao walipata nafasi ya kutoa elimu juu ya utumiaji wa majiko yanayotumia umeme mdogo, huku wakitoa wito kwa wananchi waliopo vijijini kutumia majiko hayo. Nishati safi, kwa sababu kule vijijini kama tunavyojua wao wanapenda kutumia kuni na mkaa, lakini tunawaelezea madhara ya kutumia kuni. Ukitumia kuni kwa siku moja kuanzia asubuhi mpaka jioni ni sawasawa na mtu aliyevuta sigara vile vipande 300 kwa siku au pakti 20. Kwa hiyo tunawasisitiza na tunawahimiza wananchi watumie hivi vifaa ambavyo havitumii umeme. Umeme kidogo tu, chakula chako kimekuwa sambazwa na TANESCO, na ni hivyo waliangalia zaidi ni kwamba nikilichukua hili jiko litaenda kupunguza matumizi katika familia yangu. Moja, yanatumia umeme mdogo sana, na vile vile kiafya. Baada ya kutumia kuni na mkaa tutasaidia kuepusha uharibifu wa mazingira, ndio maana nikaamua kununua ili jiko kwa ajili ya matumizi. Nikiripoti kutoka viwanja vya maonyesho vilivyopo katika maeneo ya Chalinze mkoani Pwani, ni Marieta Msembele. Asante Marieta Msembele kwa taarifa hiyo. Serikali ya mkoa wa Kigoma imeeleza kuendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa watu wanaojihusisha na vitendo vya ukatili wa kijinsia, ajira kwa watoto, ndoa na mimba za utotoni, vitendo vinavyosababisha kurudisha nyuma ukuaji wa mtoto. Taarifa na Mwajabuhoza. Baada ya wazazi wangu wote kufariki, nilizani hakuna tena masomo, kwa sababu bibi aliyekuwa na tutunza alikuwa ni mzee sana. Mtoto huyu ni miongoni mwa watoto wachache waliofanikiwa kupata huduma katika kituo cha kulelea watoto Sanganigwa. Shukuru Mungu kwa kuwa nimeweza kumaliza kidato cha 6 na natarajia kujiunga na elimu ya juu ambayo ni chuo kikuu. Watoto waliopoteza wazazi wao mkoani Kigoma ni wengi, ambao wanahitaji serikali, jamii na wadau kuwapatia msaada ili kurudisha matumaini ya maisha yao. Watu wawe na moyo wa kuwapenda watoto, waache kuwaua watoto kwa sababu tu wanafanya kafara
pengine watafuta mahari, wahakikishe kwamba watoto wanakaa katika mazingira ambayo ni mazingira rafiki kwa watoto. Tujiulize sisi kama wazazi, tumefanya nini kuwasaidia watoto? Sio watoto tu wa kwetu, bali hata watoto wanaotuzunguka katika jamii zetu. Licha ya jitihada za serikali, wadau na jamii katika kumlinda mtoto, bado baadhi ya jamii wamekuwa wakiwafanyia vitendo vya ukatili na kukatisha ndoto zao. Ongezeka kwa vitendo vya ukatili wa kingono, takwimu inaonyesha kuwa kwa asilimia kubwa vitendo vya ubakaji na ulawiti vimeripotiwa kufanywa na ndugu wa karibu. Vitendo hivi vya ubakaji husababisha mimba za utotoni ambazo kwa ujumla wake hupelekea mtoto wa kike kutoendelea na masomo na hivyo kukatisha ndoto zake. Serikali inaeleza kuchoshwa na vitendo hivyo na kuendelea kusisitiza kusimamia sheria zinazolinda haki za watoto. Nataka niwaambie wale wote ambao wanawaangalia watoto walioko shuleni kwa macho ya kuwatamani, wale wote ambao wamekusudia kufanya vitendo vya ukatili kwa watoto wetu, sheria itafuata mkondo wake popote pale watakapokuwepo. Iwe wako ndani ya Kigoma tutawafikia, hata nje ya Kigoma pia tutawafikia na tutachukua sheria kama inavyozungumza. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Katika kukabiliana na maradhi yanayohitaji huduma za upasuaji, tiba ya magonjwa ya ndani ya watoto, mkojo, pua, koo, masikio, usingizi na ganzi, ili kuwanusuru wananchi na vifo, jopo la madaktari bingwa na bobezi limeweka kambi ya siku 6 mkoani Mwanza kutoa matibabu hayo. Herika Virondo anatupasha zaidi. Jopo hilo la madaktari bingwa na bobezi zaidi ya 70 wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lililoambatana na wauguzi bobezi pia ndani yake, linatoa huduma katika hospitali za halmashauri zote 8 za mkoa wa Mwanza, huku lengo likijikita kuwafikishia huduma za kibingwa wananchi. Kutokana na umuhimu wa matibabu hayo, mwakilishi wa Wizara ya Afya Upendo Mwanchoni anawahimiza wananchi kujitokeza kufanya uchunguzi na kisha kupatiwa matibabu ya kibingwa kutoka katika jopo la wataalamu hao. Idadi ya wagonjwa walioonwa walikuwa 3904, waliolazwa 305, waliofanyiwa upasuaji ni 327 na waliopatiwa rufaa ni 210. Akizindua matibabu hayo, Katibu Tawala mkoa wa Mwanza Balandi Erikana amesema matibabu hayo yana mchango mkubwa kwa wananchi katika kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi kwa akina mama, ambapo mwaka 2024 kulikuwa na jumla ya vifo 165. Mtu hawezi kufikia malengo ya maisha na kuwa na maisha yenye mafanikio endapo hatakuwa na afya bora. Hivyo tunaipongeza serikali yetu kwa kuendelea kuwekeza rasilimali nyingi katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya katika maeneo yao ya karibu. Aidha, kupitia ufafanuzi huo, amesema mwaka 2024 mkoa wa Mwanza ulikuwa na vifo vya watoto wachanga na waliofia tumboni 700, na hivyo kuitaja hatua hiyo kuwa ni suluhisho la matatizo hayo. Sababu zinazochangia kutokea kwa vifo hivi ni mtoto kutokulia na kukosa hewa wakati wa kujifungua, watoto njiti, maambukizi ya bakteria na watoto waliozaliwa na ulemavu. Wilaya ambazo madaktari hao wameweka kambi ya matibabu ya siku 6 ni halmashauri ya manispaa ya Ilemela, Ukerewe, Buchosa, Magu, Kwimba, Sengerema, Misungwi pamoja na halmashauri ya jiji la Mwanza yani Nyamagana. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Mradi wa njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovoti 132 kilomita 383 kutoka mkoa wa Tabora hadi mkoa wa Katavi umekamilika kwa 100% kutoka kampuni ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme ETDCD. Mwandishi wetu Pasco Emmanuel Katona ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari juu ya kukamilika kwa mradi wa umeme wa gridi ya taifa, Sadoki Mgendi
ni kaimu meneja mkuu, amesema kuwa zoezi la kusafirisha umeme kutoka mkoa wa Tabora hadi mkoa wa Katavi umekamilika kwa 100%. Nisha njia ya kusafirisha umeme yenye msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka Tabora mjini mpaka hapa Mpanda. Kwa hiyo zoezi kubwa tulilokuwa nalo kwa siku ya leo ilikuwa ni kupima paramita kama umeme unaweza ukafika hapa, na paramita zote zimekwenda sawa sawa. Kwa hiyo leo hii tunasema tumehitimisha hili zoezi, kwa maana kwamba line yetu iko tayari kuingiza umeme hapa mkoa wa Katavi. Kwa upande wake mhandisi Dismas Masawe, kaimu mkurugenzi huduma za ufundi, ameeleza gharama za mradi huo kutoka mkoa wa Tabora hadi mkoani Katavi. Kwa kipande hiki ambacho tumefanyia kazi leo ni kipande cha kilomita 124 ambacho ni kipande cha mwisho kutoka pale Nyonga mpaka Mpanda. Kwa gharama za mradi huu ni bilioni 116 zikijumuisha mradi mzima kuanzia pale Tabora mpaka Mpanda, ambapo zinajumuisha sasa ujenzi wa laini ya msongo wa kilovoti 132 kilomita 383 kutoka Tabora kituo cha kupoza umeme mpaka kituo cha kupoza na kupokea umeme cha Mpanda. Wananchi wa wilaya ya Mpanda mkoani Katavi wameipongeza kampuni hiyo kwa kufikisha mradi huo wa umeme, na hapa wanaeleza. Tunamshukuru Mama Samia kutuletea umeme huu. Kwa maana hiyo, umeme huu utakapokuwa umeingia kwenye majumba ya watu watafungua viwanda vikubwa, vidogo, na watu watapata ajira zote. Ajira itakuwa ya kutosha. Kwanza tunafurahi sana kwa kutufungulia umeme huu wa gridi ya taifa. Tuna imani sana utakapofika kwenye majumba yetu utatunufaisha makubwa, na pia tutaondokana na ile adha ya kukatakata. Nikiripoti kutoka wilayani Mpanda mkoani Katavi, naitwa Pasco Emmanuel Katona wa Channel 10. Asante Pasco Emmanuel Katona kwa taarifa hiyo, na inatupeleka moja kwa moja kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi.